habari ya asubuhi na shalom kwa wale wote ambao ni waamini wa amani. Nimeona nizungumze kidogo kuhusiana na mawazo ya viongozi wetu inapofikia mambo yanayohusu maisha ya watu na masuala ya kiuchumi. Japokuwa siungi mkono serikali iliyoko madarakani, kwa sababu kwangu mimi hiyo sio serikali halali, kwa sababu ya hakupakuwa na uchaguzi, na sitaki kuamini kwamba kuna mtu anaamini kwamba kulikuwa na uchaguzi. Kwa hiyo kuna sintofahamu nyingi na huko sitaki kwenda. Nataka niachane nako, lakini nataka nitoe maoni nikifanya assumption kwamba tuchukulie kwamba ilikuwa ni sawa, serikali iliyopo ndio ilikuwa inajipanga kwa ajili ya kwenda kushughulikia kwenda kuongoza nchi na kushughulikia changamoto ambazo zipo katika nchi. Mimi nadhani nikite kwenye kipengele kimoja ambacho ninafikiri na uzoefu wa zaidi ya miaka 13 kwenye sekta ya biashara, hususan kwenye biashara ndogo ndogo, micro business au small business, kwenye SMEs. Niseme hivi, mara nyingi sana huwa najiuliza maswali kama serikali huwa inafanya tafiti, na hata kama pengine afanye tafiti, ikiwa kama serikali huwa inazingatia maoni ya wadau. Tanzania ni moja ya nchi ambazo sekta ya biashara ndogo ndogo inatanuka sana, inakuwa, na Watanzania wengi wanafanya biashara ndogo ndogo, na kwenye biashara za kati pia zinakuwa zinaongezeka kidogo, ila kwenye biashara kubwa ndio kuna changamoto. Na kingine ambacho tunataka kufahamu ni kwamba idadi kubwa ya Watanzania wenyewe, yani wale raia wa kawaida, wengi wanafanya biashara kwenye sekta ya biashara ndogo, hizi ndogo ndogo. Kwa hiyo hizo ni nyingi na zinachangia pato kubwa sana la taifa, lakini pia ndio zinazoleta utulivu hata wa kijamii, ile social stability, kwa sababu watu wanapata kipato kutokana na shughuli za ujasiriamali, shughuli ndogo ndogo wanazozifanya. Lakini hii sekta, tangu mimi nimekuwa nikifuatilia na kufanya tafiti zangu, lakini pia kushiriki moja kwa moja, nimegundua sio sekta ambayo serikali ina mipango yoyote inayoeleweka. Wanakuwa na mipango ya dharura ambayo ni ya kisiasa zaidi. Yaani mfano, wanaweza kuja na mpango wa kukopesha wajasiriamali wadogo, lakini si kwamba ni mpango wa kisayansi ambao umeunganishwa kwenye mpango au kwenye mkakati ulioandaliwa kwa ajili ya kusaidia hiyo sekta. Unaona kwamba ni kama vile wanataka kuwawini watu walio katika hiyo sekta ili wawe na mtazamo sahihi au mtazamo mzuri na serikali yao. Kitu ambacho ni kosa kubwa sana kama nchi mnaijenga. Kama kweli mnataka kujenga bezi ya kuzalisha kipato na kupata bezi imara zaidi na pana zaidi ya kukusanya mapato, ni lazima muangalie ni kitu gani ambacho kinakuwa na kinaweza kikakua zaidi na kinaweza kikaongeza wigo wenu wa kukusanya mapato kama serikali. Kitu ambacho mimi kila nikiangalia naona ni vile vile. Nitakwambia mambo matatu haraka haraka. La kwanza, angalia wanapokuwa wanashughulikia masuala ya mikopo, ni sekta gani au ni nani wanaopewa hilo jukumu. Tumekuwa na mikopo kwenye ngazi za halmashauri, wanachukua watu maafisa maendeleo, wanawapa jukumu la kwanza kukopesha hizo pesa na kugawa, lakini humo ndani wanaingia madiwani. Hiyo inakuonyesha kabisa kwamba hakuna uhusiano kati ya jitihada au mikakati ya kukuza uchumi kwenye sekta ya biashara na kile ambacho sasa kwenye practice wao wanafanya. Watanzania wanapendelea zaidi siasa, wanapendelea zaidi, yani kila kitu kikifanyika anataka mtu achukue credit, sio kwa ajili ya kutengeneza misingi ya nchi kwenda katika hiyo mwelekeo, kutengeneza credit. Mtu anataka awe maarufu. Kwa hiyo ni jambo la kwanza. Kuwatumia maafisa maendeleo kwenye masuala ya mikopo, hawana mipango yoyote ya kifedha. Kwanza hawana uelewa wa masuala ya fedha, cha kwanza. Lakini pia sio waelewa masuala ya biashara. Lakini ukifuatilia zaidi unagundua kwamba ni watu ambao wanafanya kwa kuimpress viongozi wao ambao wamewaweka pale na kuendelea kulinda heshima zao. Ndio maana kuna matakataka mengi sana utayaona huko kwenye halmashauri. Although hela zinatolewa kweli, na mwisho wa siku huo ni tija katika zile pesa ambazo zinatolewa. Jambo la pili,
unaangalia ukitazama kwenye masuala hata ya benki, ukienda hata wakiunganisha zile pesa na labda sekta ya benki, unaona wanazipeleka kwenye benki kwenye nchi zetu hizi. Acha Tanzania. Benki sio taasisi za fedha ambazo zina urafiki au zina mwelekeo wa kukuza biashara hasa ndogo ndogo, kwa sababu ya namna ambavyo wamezicondition zile benki. Kwa hiyo si rafiki kwa wafanyabiashara wadogo. Kuchukua pesa pia ambazo unalenga kusaidia kukuza biashara, huku ukijua sekta ambayo sio rasmi na sekta ambayo ni ya biashara ndogo ndogo ndio ambayo unailenga kwa ajili ya kutaka kuikwamua na kuireform na kuifanyia mageuzi ili iweze ikuwe imarike na wale wajasiriamali wadogo waje kuwa wafanyabiashara wakati na hatimaye kwenda kuwa wakubwa. Then uweze kuunganisha na benki kama hizi benki zilivyo. Ukifanya hivyo ni kujitia moyo na kujifariji, kwa sababu hakuna mtu anayejishughulisha ubongo wake kufikirisha kwamba tunafanyaje hapa kwenye issue inayohusiana na masuala ya kifedha. Lakini tuna nchi nyingi tu duniani ambazo zilikuwa kama sisi na zimeangalia hizo sekta na zimebadilisha. Sasa unajiuliza, sisi tuko mtaani huku, hatuna vitendea kazi, hatuna magari, hatuna fedha za kwenda kufanyia tafiti, lakini tunahangaika usiku na mchana, tunaangalia hapa tungeweza kufanya hivi, hamna anayesikiliza. Mwisho wa siku wanaoshinda na magari yetu wanachukua kodi zetu, wanashinda na zurura, wanachowaza yani ni tofauti kabisa na kusudi hilo. Sasa niseme hivi, Tanzania kwa sasa hivi hatuhitaji wizara ya vijana. Si hitaji letu sisi, kama mtu angetaka kushughulikia biashara hizo, ni wizara ya biashara ndogo ndogo iwe separate na wizara hii mwanatabu, wizara ya biashara na viwanda. Hapo kuna shida hapo, kwa sababu iko hivyo kwa sababu mnaangalia namna ya kutokuwa na wizara nyingi. Maana ndio malengo, kutokuwa na wizara nyingi ili mpunguze matumizi ya serikali. Okay, inaonekana kama ni good idea, sawa. Lakini issue sio kuwa na wizara nyingi, issue ni kuwa na kushughulikia mambo nyeti katika nchi yako ajili ya kukuza biashara ndogo ndogo. Ndio kila kitu. Rais yeyote utakayemuona ameingia madarakani, kama akija na mikakati imara, mikakati ambayo ina impress kwenye kwenda kugusa maisha ya watu, atagusa sekta ya kilimo serious, ambao utakuta uvuvi huko, utakuta na mifugo, utakuta lazima aguse hiyo eneo creatively. Lakini cha pili, lazima aguse biashara ndogo ndogo. Yaani lazima anzishe wizara ya biashara ndogo ndogo, kwa sababu ile inahitaji usimamizi wa karibu zaidi. Kwenye mfumo wetu wa sera, tuna sera nzuri lakini zina mapungufu yake. Lakini ukiangalia unakuta kwamba kuna namna tunavyoitazama sekta ya biashara. Kwenye maelezo ya kisera ni kama tumeainisha vizuri kutambua namna biashara zilivyo. Tuna mipango, tumeainisha vizuri. Lakini ukienda kwenye practice unagundua kwamba mawazo ya serikali yanabezi kwenye aina fulani za biashara kubwa kubwa. Wanacheza madini, sababu hata viwanda vyenyewe hivi tunavyosema viwanda, ukiingia kwenye uhalisia utakuta viwanda vya maana vingi viko hapa Tanzania. Utakuta ni viwanda tu fulani vya kutengeneza kanga, mashuka. Ndio viwanda vyetu ambavyo tunavyo vya kutengeneza juisi na maji, magodoro, ndio viwanda ambavyo tunavyo. Sasa hivyo si viwanda ambavyo vina link kwenye uzalishaji, labda vya haviwezi vikakupeleka kwenye kukuza biashara ikaenda kwenye kiwango kikubwa. Kwa tunavyo viwanda vingine ambavyo vinahitajika kuwekeza nguvu kubwa sana, ambavyo utaviona. Kwa utakuta malengo yameelekea biashara zile, watu wanatazama vile viwanda vikubwa au biashara zile kubwa ambazo hata wao watanufaika. Yaani kwa maana akijiattach na hizo ananufaika. Lakini hamna anayejishughulisha kuangalia kwamba okay, tuanze na huyu mjasiriamali mdogo ambaye ana mentality ya biashara, anapambana, tunaendaje kujenga mpaka tuwe na biashara zinazokuwa. Tukijiwekea tu malengo kwamba kila mwaka tunakuza biashara, yani at least 300,000 biashara ndogo zinakuwa, tunahakikisha zinaimarika kutoka micro kwenda small kwenda kuwa medium tu. Yani ni mkakati wa serikali, haiwezi kuwa ni mkakati wa mtu, kwa sababu biashara zina changamoto nyingi na changamoto zenyewe haziwezi mtu mmoja tu hawezi kuzimudu. Sasa leo unaona mtu anasema ana mpango wa kusaidia vijana, alafu yeye kusaidia kwake anaenda kuanzisha wizara ya vijana. Kwa hiyo niseme tu hiyo ni challenge ya kwanza kufikiria. Wizara ya vijana haina maana yote. Haisai. Usinyie kuna kule mna wizara ya vijana, ajira vijana na je. Sasa haya kule imesaidia nini kwenye vijana? Walicho yani nchi inaendelea kuwa na boda boda. Nchi na mijaa vijana boda boda. Vijana wa miaka 17,
16, 17 mpaka 35 hapo ni waendesha bodaboda. Yaani unafikiria nchi ina amani kabisa, vijana wake wote wanaendesha bodaboda. Ndio ajira zilizoko Tanzania. Sasa mwisho wa siku unategemea tena kwamba utakuwa na sekta ya viwanda itakuwa. Huyo mtu anaendesha bodaboda anameshazoea kuchukua hela bodaboda, ataenda kufanya kazi kiwandani umpe shilingi 8,000 kufanya kazi kutwa, ataenda. Lakini je, bodaboda ni sekta ya usafirishaji. Hiyo ina connection gani na uchumi, ukuaji wa uchumi? Ina connection gani? Hivi idadi ya bodaboda zinazozurura mtaani humo kweli zina uhalisia katika kama tu link na sekta ya usafirishaji, kwamba tunukilinki tutakuta uwiano wa kiuchumi wa sekta inavyoenda na uhalisia, tutakuta kweli kama sio vitu vya ajabu vinaendelea. Unaruhusuje nchi yote imejaa mabodaboda? Zaidi sana imekuwa ni biashara kuingiza hayo matakataka ndani ya nchi, hela yetu inazidi kuyumba, tumejikuta tunaendesha maisha ambayo ni yani unaona kabisa, uhitaji mtu akwambie, unajua kabisa hii ni nchi ya wajinga ambao hawajui hata wanachokifanya. Sisi tumekaa huko pembeni tunaangalia. Wanangangania madaraka, wanaenda kukaa kule, wanagawiana kwenye familia zao, but nothing is going on. Hakuna kinachoendelea. Ukisema wanakasirika, wanakuja kukufuata kuua ili waendelee kuchukua hivyo vitu vyao.